bado tunaendelea, tumalizie kidogo hapo. Unasema umejisomea Biblia mwenyewe, umejisomea Qur'ani, lakini baadaye inajuta kweli someshwa ukajua zaidi kama unavyosema uliingia madrasa. Nataka unielezee kwanza kidogo, unaelewa vipi sasa kuhusiana na ubatizo, kwa kuwa nyinyi Waislamu hambatizwi? Na ile andiko uliokuwa umeomba hapa ninayo ya Warumi Warumi 10:9 inasema hivi: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, cha kwanza umkiri Yesu kwa kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Unasoma Biblia, unasoma haya maandiko na unasema kuna vitu unaona hivi vipo sawa kabisa. Haya andiko kama hili unaletewa kwamba umkiri Yesu kwa ni Bwana na ukubali kwamba alimfufua katika kifo, katika mauti yale. Lakini hapo Qur'ani yako na Uislamu wako nakwambia Yesu hakufufuliwa na Yesu sio Bwana. Asante. Nashukuru sana kwa swali lako hilo ndugu mtangazaji. Kama nilivyokuambia, Biblia nimeisoma. Tena nimejisomea mwenyewe. Nikakamata Biblia nikaanza kufungua karatasi moja baada nyingine. Moja baada nyingine nikawa nasoma mwenyewe. Na ndio sababu nilitokea kuwa mhubiri wa kuweza kuthibitisha na ushahidi wake, kwa sababu nilijisomea mwenyewe. Lakini nilikuwa nasikia baadhi ya maneno na baadhi ya mahubiri ya Uislamu. Unaona bana, walimu nilikuwa nasikia wenyewe, nimebahatika kusikia, nilikuwa nasikia hata mahubiri ya ngariba, nilikuwa nasikia hata mahubiri ya baadhi ya watu, nikakuwa nachukua baadhi ya mambo yenyewe naona kama inanivuta, ninaichukua na mimi naifanzia kazi, naitengenezea mapito mengine. Yani naiungia mkono kwa ukubwa zaidi. Unaona bana, kwa sababu mimi sikukuwa nikipata andiko inaishia pale. Asili yangu mimi nilikuwa nikipata tu andiko, najua hii andiko hii inahusu kitu fulani na kitengenezea hoja. Mfano andiko ya kutawadha. Sawa. Najua hii kutawadha hii lazima italeta mushkili. Tunapata hapa kwamba Yesu amefundisha kutawadha, lakini mbona Wakristo wanaweza wakasema hivi? Naweza nikajibu hapa vipi? Na itafutie utafiti. Mbona hapa inaonekana Wakristo wanaweza kupinga hili? Sasa hapa jibu lake itakuwaje? Na ifanzie utafiti. Sifuati tu mtu amehubiri kwamba si unaona hapo Yesu ametawadha, amefundisha kutawadha. Sifuati tu ile andiko naichukua. Naona kweli Yesu anafundisha kutawadha, lakini kuna vikwazo ambavyo vinaweza vikaletwa pale vya kupinga. Lazima nijiandae kwa vikwazo hivyo, sio tu kuchukua andiko kwamba Yesu amefundisha kutawadha. Wakristo hawataamini hapo kwa hapo, lazima watatia vikwazo. Vile vikwazo vile ndio nilikuwa sasa najiandaa kuvijibu, na viandaa kwa hoja na maandiko za kuweza kujibu. Unaona bana? Ndio ikatokea mimi kuwa muadhiri kabisa, nikawa na uwezo wa kuthibitisha Uislamu wetu wote kwa jumla kwa ushahidi, Qur'ani na Biblia mpaka sasa. Sasa unapopatana na hilo andiko linalosema ukimkiri Yesu, kwa mfano hapo Warumi 10:9, ukimkiri Yesu kwa maana ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa Bwana na ukakubali kwamba Mwenyezi Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Biblia umesoma na unaamini, na kama wewe vile vile umeshaambiwa uiamini Injili, uiamini Torati, uiamini Zaburi, uamini Qur'ani, hapo unafanyeje kwa andiko kama hilo? Na unajua kabisa kwanza wewe humkiri Yesu kwa ni Bwana, na kingine hapa hukubali kwamba amefufuliwa. Mimi naamini Torati ya Musa, naamini Zaburi ya Daudi, naamini Injili ya Yesu. Andiko nalo nipa mzungumzaji unamfahamu? Paulo. Ni Paulo, kwa sababu Warumi ni waraka wa Paulo. Sasa ikiwa Paulo anasema ukimkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mungu alimfufua katika wafu, hiyo inakuwa si Injili tena ya Yesu. Sasa 2:8 Timotheo wa pili. Msikilize Paulo. Ni Paulo mwenyewe. 2:8 Timotheo wa pili. Na ndio majibu yake hiyo mepesi ambayo itakufanya na wewe umeelewa kiufupi kabisa. Sawa. Timotheo wa pili 2:8 anasema mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama inenavyo Injili yangu. Yaani kuhusikana na habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu ni kama inavyonena Injili ya nani? Ya Paulo. Sasa ikiwa Injili ya Paulo ndiyo inayonena habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu, maana yake Wakorintho wa kwanza 15:1-4. Wakorintho wa kwanza 1:4. Sawa. Wakorintho wa kwanza 1:4 inasema hivi:
namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu. Kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitishwa kwenu, hata mkupungukiwa na karama yoyote, mkitazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. 15:1 anasema Wakorinto wa kwanza. Ulikuwa unasema? Ulikuwa unasoma wapi? 15:1. 15:1 ndio nimesema. Sawa. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiria, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hilo mnasimama. Unaona? Ndio. Na wahubiri nini? Ile injili niliyoipokea mimi. Okay. Kule alisema injili yangu mimi ndio inasema kufa na kufufuka kwa Yesu. Ndio anasema na hiyo injili yangu ndio ninaowahubiria nyinyi. Endelea mpaka nne usikie vitu. Na kwa hiyo mnaokolewa ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiria, isipokuwa mliamini bure. Endelea. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko. Unasikia hiyo? Habari hizo, injili hii ya kufa na kufufuka niliipokea mimi mwenyewe. Bimaana hakuna mwingine aliyepokea habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu isipokuwa ni yeye mwenyewe ndiye kapokea. Ndio. Ina maana Mathayo haijui, Marko haijui, Luka haijui, Yohana haijui, Petro haijui. Lakini kama inavyoandikwa ilitoka kwa Paulo, walitoa kwenye injili ya Paulo, ikawa habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Sasa anaposema usipomkiri Yesu kuwa alikufa na kufufuka, hiyo ni injili ya Paulo. Na imepokelewa kwake tu, haikupokelewa kwa mwingine. Sasa kumbuka kule 14:19 wa Korinto wa kwanza. Alisema habari inayosema ndani ya makanisa ni akili yangu mimi. Sasa nitakubali akili ya mtu ndugu yangu? Mwalimu wa hapo kwanza, tukisema injili tunamaanisha habari njema. Akisema Paulo ameipokea habari njema, ameipokea yeye mwenyewe habari njema, maana yake ameipokea kutoka kwa watu wengine. Sasa ameipokea kutoka wapi? Hata wewe unaposema nimesoma, nimejihakikishia mwenyewe, ni wewe ndiye umesoma, lakini sio kwamba wewe ndiye umeanzisha au umeiota au umefanya nini, lakini ni wewe kwamba umejifunza. Au ukisema na wahubiria Uislamu ambao mimi mwenyewe nimesilimu, au ambao mimi mwenyewe ninao, au ambao mimi mwenyewe nimeupokea, sio kwamba wewe umeuanzisha umeupokea. Kama Paulo hapa anavyosema, na wahubiria injili ambayo mimi mwenyewe nimeipokea, hata nyinyi mliipokea. Sasa swali sasa. Yeye anakuambia nimeipokea mwenyewe. Ndiyo. Sasa aliyempokeza ni nani? Tena anasema hivi, hakuna mwingine aliyeipokea, ni mimi mwenyewe nimeipokea. Ina maana yeye na wanafunzi wote wa Yesu ni yeye mwenyewe ndio kapokea. Ikiwa na maana Paulo, ikiwa na maana Mathayo hakupokea, Yohana hakupokea, Petro hakuipokea. Kwa sababu wangelikuwa walipokea wao, hangelisema nilipokea mwenyewe, angelisema tulioipokea. Lakini amesema nimeipokea mwenyewe. Ukiteremka mpaka inasema na kwa hiyo ndio inawakuza nyinyi. Manake Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Petro, wanafunzi wote wale waliishi kwa injili ya Paulo. Ndivyo anavyosema. Sisemi jazba. Sawa. Ndivyo anavyosema. Mumekomaa kwa hiyo injili yangu, mumefahamu kwa injili yangu, imani yenu imekomaa kwa injili yangu mimi. Sawa, mi bado nipo na wewe mwenyewe. Pale unaposema Biblia nilisoma mwenyewe, Qur'ani nilisoma, na kwamba maandiko mimi sisikii, tunasoma mwenyewe na nayafanyia utafiti kuhakikisha kwamba naweza kujibu. Sasa umesoma Biblia, unaamini hiyo injili, Yesu anaamini, anasema kwamba watu wabatizwe. Wewe hubatizwi, Uislamu haubatizwi. Sijui kama unakubali ubatizo au haukubali, lakini watu hawabatizwi ambao ni Waislamu. Nataka nijue hapo. Kumbuka unajisomea mwenyewe, hakusomei mtu kwamba ubatizo ni mbaya, unasoma mwenyewe. Wapi kuna shida hapo? Yaani unafanyaje kuyachanganua hayo maandiko ambayo inatakiwa ubatizwe na hujabatizwa? Kwanza la kwanza nimekuonesha kabisa habari ile ya kufa na kufufuka kwa Yesu ni habari kutoka kwa Paulo, na si kwenye ubatizo Mungu. Tunaingia kwenye ubatizo. Ndio. Waislamu tunafahamu ubatizo sana kuliko hata Wakristo. Ndio. Ili kukuonesha kama tunalifahamu, lakini Wakristo ubatizo haufahamu, sikiliza 1:4. Nani? Marko 1:4. Sawa, Marko 1:4 anasema hivi. Mstari wa 4 Marko. Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Mwanzo wa kuleta ubatizo ni nani? Yohana. Yohana.
Sasa hiyo Marko Luka 8. Luka 8. Luka 8 ngapi? Marko hiyo 1:8. Okay. 1 mstari wa 8 anasema. Ulisoma 4 ndio nakwambia. Mimi niliwabatiza kwa maji. Yohana huyo. Yes. Mimi niliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Unaona bana? Anaonesha ubatizo ni aina hii mbili. Ya kwanza ni ya maji, ndio alioleta kwamba mimi nabatiza kwa kuondoa dhambi kupitia maji. Lakini yeye anayemlenga hapo ni Yesu. Atakapokuja yeye ataleta ubatizo wa Roho Mtakatifu, sio tena maji. Kwa sababu ingelikuwa ni maji angesema na yeye atakapokuja ataleta ubatizo huyu wa maji. Lakini mimi ni wa maji, ila yeye atakapokuja ataleta ubatizo wa Roho. Neno ubatizo wa Roho bimaana ni kitu cha imani. Sawa? Roho ni kitu cha ndani, bimaana ni kitu cha imani, na kitu cha imani ni kitu cha kuamini. Ndio maana pale 17:3 Yesu alisema wakujue. Ndio imani hiyo, wewe Mungu wa pekee na uzima wa milele ndio huyu, wakujue wewe Mungu wa pekee tena wa kweli na mimi uliyenituma. Wakati ule wa Yesu ilikuwa sasa ile ubatizo wa kiroho, yani wa kuamini, ni kule kukiri na kuamini tu kama hakika Mungu ni mmoja wa pekee na Yesu ni kweli ni mtume wa Mungu. Tayari hapo unapata ubatizo wa kiroho. Umebatizwa? Naam, umebatizwa. Ndio. Waislamu sisi tunafanya ubatizo. Ubatizo wetu sio ubatizo wa maji. Lugha ndio inawasumbua ndugu zetu wa Kristo. Ubatizo uliotumika ilikuwa ni ubatizo wa maji kwa Yohana. Ishara aliyoitumia Yohana, kama wewe unaamini, alikuwa akitumia maji. Lakini akaahidi kwamba Yesu atakapokuja ishara atakayotumia atatumia ni kukiri na kuamini. Na Uislamu tunakiri na tunaamini kwa lugha ile ya ubatizo, manake tunafanya ubatizo kwa sababu Yesu anasema ni kumwamini Mungu mmoja na kuamini Yesu kama ni mtume. Na Uislamu tunaamini hilo, kama Mungu ni mmoja na tunaamini Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tayari hiyo inakuwa ni ubatizo. Kwa lugha ile ya ubatizo. Lakini nyinyi kama nyinyi hamna lugha ya kwamba Waislamu tunabatizwa, au mnayo lugha kwamba Waislamu tunabatizwa? Sisi hatutumii lugha ya neno ubatizo. Sisi tunatumia neno shahada. Badala kutumia neno ubatizo, sisi tunatumia neno shahada. Maana kushahidilia hakika Mungu ni mmoja na Musa ni mtume wa Mungu, Ibrahimu mtume wa Mungu, Yesu mtume wa Mungu, Muhammad mtume wa Mungu. Kwa kila nabii kwa wakati ule ilikuwa ni kumwamini Mungu mmoja na kuamini mtume wa wakati ule. Hapo unafanya ubatizo. Unaona bana? Hapo unakuwa umefanya ubatizo. Lakini wenye kuendelea na ubatizo wa maji wamekosea, wanafanya kitu ambacho hakifai na hakistahiki kuendelea. Na waliotumia ubatizo wa maji kwenye maandiko hao wamedanganywa, si mwongozo wa Yesu. Hao wamedanganywa. Na wamedanganywa kwa nini? Wamedanganywa kwa Paulo, kwa sababu Paulo alichokuwa nakifundisha ni fikra zake, ndio ikasababisha watu wengi wa Kristo wanaathirika kwa hilo. Sawa. Sasa mimi nataka tuendelee hapo hapo unaposema unajisomea maandiko. Tumeongelea ubatizo, neno la kuhusiana na ubatizo kasema kwa roho tunatamka shahada, lakini kama mnataka utamke neno la ubatizo, kwa maana ubatizo ndio tunabatizwa, lakini hatubatizwi hivyo mnavyomaanisha nyinyi ambavyo ya maji. Nataka tuendelee hivyo hivyo unavyoelewa maandiko, unavyoelewa midahalo. Unapoelewa kwamba Wakristo, kwanza tulisema hapa wao wanasema wanamwabudu Yesu, Yesu ni Mungu. Lakini kuna kitu kingine wewe unasoma hapo. Yesu anasema yeye na Baba ni wamoja, maana mimi na Baba tu umoja. Yesu mwenyewe anavyotamka kwenye kitabu cha Yohana kwamba yeye na Baba ni wamoja. Na wewe unasoma Biblia, Yesu anajitamkia hivi. Huoni ile kwamba yeye kweli anakuwa amejilinganisha na Mungu? Nakumbuka kwenye Uislamu, wakati unasema naamini Uislamu Mungu ni unique sana. Yani kwa kifupi, hata kutaja kwa kifupi haikutakiwa tuwe tunataja. Yani kwamba ni kitu ambacho sio kwamba hata ni kitu, yani tuseme ni nguvu ambayo haitakiwi hata tuiongelee, kwa sababu hata kuielewa tu hatuwezi kuielewa kwa jinsi alivyo tu. Tunatamka tu hivyo kwamba ni moja, hana mfano, hana mwana, hakuumbwa hivyo. Naam. Andiko hilo ni 10:30 Yohana. Yesu anasema mimi na Baba tu moja. Ila ndugu zetu wa Kristo kutokujua Biblia na kujua maana au lugha za Biblia na maana yake ndio inawakoroga mpaka wao wanaona kama ule umoja inamaanisha Yesu kumbe naye ni Mungu. Hali ya kuwa sio hivyo. Sio hivyo. Yesu alisema mimi na Baba tu moja, ilikuwa na maana yake, si maana yeye kuwa Mungu. Sasa hiyo Yohana 10:21. Soma andiko hilo usikie.
Kwa nini Yesu alisema mimi na Baba tu umoja? Huu umoja aliokusudia ni umoja wa kiungu? 10:31. 17. Yohana 17:21 mpaka 25. Haya, 17:21. Mstari wa 21 leo anasema wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Unaona ndiko hilo? Na wao wote wawe na umoja. Wawe na umoja, wawe ndani yetu kama vile mimi niko ndani yako na wewe ndani yangu, na wao wawe ndani yetu. Yaani ni umoja wa kazi, sio umoja wa uungu, kwa sababu kama ni umoja wa uungu bimaana hawa nao watakuwa ni waungu. Teremka usikie. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Unaona bana, ule utukufu ulionipa nao nimewapa wawe ni wamoja kama sisi tulivyo umoja. Kwa hiyo umoja huo si umoja wa uungu, ni umoja wa kazi ya Mungu, kwa kule kutekeleza gisi Mungu alivyokuamrisha. Na Mungu anavyokuamrisha jambo inakuwa ni umoja, tunamwabudu Mungu na yeye anatusikia, si ni umoja huo? Kwa hiyo ni umoja wa kazi ya utendaji katika utekelezaji wa sheria za Mungu. Wanafunzi nao wanakubali Yesu alivyowatuma akawaamrisha, nao wakatekeleza kama walivyoamrisha, tayari wanakuwa na umoja na Yesu, wanakuwa na umoja na Mungu. Ni umoja wa utendaji wa kazi kama walivyoamrishwa, sio umoja wa kiungu. Teremka andiko hilo umalizie mpaka 25. Sawa. 23 anasema mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Mimi ndani yao na wao ndani yangu, ili ikamilike katika umoja. Sasa kwa ule umoja wanafunzi nao wanaingia sasa, na wao watakuwa ni wa Mungu. Kwa hiyo ni umoja wa utendaji wa kazi ya Mungu na utekelezaji basi, lakini haikukuwa umoja wa kiungu. Wale wanaposema hivi ni kutokujua maana. Walipigwa bumbuwazi wakafichwa maana ya maneno, wanaisoma kiimani, na ndio inawafanya wanapotea pasina kufahamu. Kwa hiyo ni umoja, si umoja wa kiungu, ni umoja wa utendaji wa kazi kama walivyotekeleza basi. Sawa. Hii kauli inayotolewa, na najua utakuwa umeshawahi kuisikia sana, kwamba unaposoma Biblia ili uielewe lazima uwe na Roho Mtakatifu, na Biblia haitafsiriwi vile wewe unavyoisoma yale maandiko, isipokuwa Roho mwenyewe ndo anakuja kukutafsiria ili uelewe yale yaliyoandikwa pale. Hii kauli unaielewaje? Na wewe unajua unasoma Biblia na umeshaambiwa, umeshawekewa kigingi hicho kwamba ili usome Biblia uielewe lazima uwe na Roho Mtakatifu. Ni waongo wakubwa sana. Wangelikuwa wako na Roho Mtakatifu ndugu zetu wa Kristo, hawangekuwa na madhehebu tofauti. Hawangekuwa na madhehebu tofauti, kwa sababu kila mmoja anadai kwamba ana roho. Kwa hiyo huu umoja uliosema hapa hawajaupata. Ikiwa kama kweli kusoma Biblia ni mpaka Roho Mtakatifu, Wakristo wangelikuwa ni kitu kimoja, kwa sababu roho yule yule ndio anamfundisha Protestanti, ndio anamfundisha Katolika, ndio anamfundisha nani, ndio angewatia katika umoja. Lakini kwa kuwa hawana Roho Mtakatifu, ndio maana kile umoja anasema vyake. Hakuna mambo ya roho hapo. Lakini 22:29 Mathayo, Yesu anasema kupotea ni mtu kukosa tu maandiko basi. Sio mambo ya kiroho. Ni wewe juhudi yako mwenyewe. Soma Biblia, soma elimu. Ile juhudi yako ile ndio itafanya sasa Mungu kukuwezesha. Anasema Bwana amenionyesha. Vya uongo vile. Yale ni mambo ya uongo. Kutaka kutishia tu kwamba huyu mtu kweli iko na Mungu, lazima abadilishe sauti. Ni vya uongo vile. Roho amenishukia, anaanza kunena kwa lugha. Waislamu mnashukiwa na roho mnene kwa lugha? Vile ni vya uongo. Paulo alisema, ninasema hayo kwa lugha kwa akili yangu. Ni vitu vimetengenezwa kwa akili ya watu ili kuvutavuta hisia za watu, swadaka itoke nyingi basi. Hakuna vitu kama hivyo katika maneno ya Mungu ndugu yangu. Kweli kabisa. Swadaka itoke nyingi. Unaona vitu kama hivyo hakuna. Unasikia ndugu yangu? Hakuna kabisa. Haya, sawa. Unasoma hivyo, lakini unasikia Wakristo kwamba wanaamini mitume wote kasoro Mtume Muhammad, kwa sababu wao wanasema Mtume Muhammad amekuja kupingana na Mungu na Yesu. Na katika kitu wanachosema amepingana na Yesu ni kile kwanza cha kukataa kwamba yeye sio, yani ile sijui surati Imran ile mnayosema kwamba Mungu ni mmoja, hakuzaliwa hivyo. Ikhlas. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Ile.
Kwa sababu ya kusema hivyo anasema mtume amempinga Yesu kwa kusema kwamba sisi tumemuua Masihi mwana wa Mariam wakati hatukumuua, aliyakuwa walibabaishiwa mtu mwingine. Wanasema hapo anampinga Yesu kwa kusema kwamba Yesu hakuja kuondoa ondoleo la dhambi. Hakuja kulifanya, kwamba Waislamu mkisema hivyo hakuja kuondoa dhambi, manake mtume amekuja kupingana na Ukristo. Tuseme si Ukristo, amekuja kupingana na Yesu. Wewe umesoma vitabu vyote, unasoma Biblia, unasoma Qur'ani. Umewahi kuona sehemu Yesu, yani mtume anampinga Yesu? Na hayo maneno yanaongelewa hapo, ukiona huku mbona Yesu alikuwa anaenda hivi, alafu hapa mtume anasema hakufanya hivyo, wakati hapa mimi nimesoma kwa kusoma kwangu naona kabisa hapa alifanya, lakini mtume anasema hakufanya wakati nimeona amefanya. Huwa unafanyeje hapo? Nakumbuka unajisomea maandiko ukiwa huru, ukiwa hujaegemea kwenye Uislamu. Asante sana ndugu mtangazaji. Maneno yako ni mazuri na maswali yako ni mazuri kabisa, yenye kuleta faida kubwa kwenye jamii. Ni kweli kama unavyotoka kuongea. Vitu vingi ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapokuwa akizungumza, kwa kuwa vinakwenda kombo na imani na itikadi ya Wakristo, ndio wanasema kama Muhammad amekuja kumpinga Yesu. Lakini twende moja baada ya kingine. Mtume Muhammad amepinga, Qur'ani nzima imekataa kwamba Yesu si mwana wa Mungu. Qur'ani inaposema Yesu si mwana wa Mungu, ni kwa maana ya Mungu kuzaa. Ni kwa maana ya Mungu kuzaa. Mungu hakuzaa, kwa hiyo hawezi kuwa na mwana. Lakini ndugu zetu wanaposema Yesu ni mwana wa Mungu, ni kwa maana ya Mungu kuzaa. Ndio maana kwenye Biblia ukisoma kitabu cha Isaya kama 51 hivi, inasema kama Mungu alikuwa na mke. Ikiwa kama Mungu ana mwana, bimaana kamzaa kwa mke. Hii ni itikadi ya upotevu. Na ndio maana Mtume Muhammad alipokuja, Mungu akamfunulia, waambia Mayahudi na Wakristo, Mungu hakuzaa kwa maana ya kuwa na mke, lakini kwa maana ya Mungu ana mwana kwa maana ya kiumbe. Hayo khalas. Ndio maana Qur'ani inasema Yesu alikuwa ni kiumbe cha Mungu. Kama ni kwa maana ya kiumbe, basi tunakubali Yesu ni kiumbe. Lakini maeneo mengi kwenye Biblia Yesu aliitwa mwana wa Mungu, si kwa maana ya Mungu kuzaa, ni kwa maana yeye kuwa kiumbe. Lakini itikadi ya Wakristo ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu kwa maana ya Mungu kuzaa, haram. Mtume kapinga hilo. Pale anapopinga anakuwa anapingana na Biblia au anapingana na watu wanavyotafsiri? Anapingana na watu wanavyotafsiri. Kwa sababu Biblia inaweza kusema maneno mengine ni mazuri, yako sahihi, uelewa ukawa ndio mbovu. Wakawa uelewa wao ni mdogo. Kwa hiyo Biblia haijasema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, ile ya kwamba mwana wa Mungu kabisa, kwamba ametoka tuseme ametoka katika mwili wa Mungu. Biblia inamtaja Yesu ni mwana wa Mungu, si kwa maana ya Mungu kuzaa, ni kwa maana Yesu ni kiumbe cha Mungu. Kama ndiko ile tulilolitoa katika Mika 2:10, ni kwa maana ya Yesu ni kiumbe cha Mungu. Na andiko lile tulilolitoa katika 6:18 wa Korinto wa pili, wana wa Mungu ni wengi. Wote wanaitwa ni wana wa Mungu kwa maana kwamba ni viumbe vya Mungu, si maana ya Mungu amezaa. Unakutana na ile lilo andiko, unakutana na class naisoma, unamaliza unakutana na andiko, kwa maana hii Mungu aliupenda ulimwengu mpaka akamtoa mwanae pekee. Huoni kama hapo hiyo pekee labda ina special fulani tofauti na mimi ni mwana wa Mungu, lakini ile pekee haimo? Kwanza sikiliza andiko. Ndio sababu nilikwambia Wakristo wanasoma Biblia kinyume nyume. Na kinachowaponza ni kwa sababu wanaisoma kiimani, hawaisomi kwa kuifahamu. Waislamu wanaisoma Biblia kwa kuifahamu, hawaisomi kiimani. Unaona bana? Kwanza wanaifahamu Biblia, wanaisoma kwa kuijua. Somo hiyo andiko ni 3:16 Yohana. Maana hii Mungu alivyo upenda ulimwengu. Sikiliza kwanza context ya neno. Alivyo, sio anavyo. Alivyo, na msemaji wa maneno hapa si Yesu, ni Yohana. Maana jinsi hii Mungu alivyo upenda ulimwengu inamaanisha kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata kabla Yesu hajatokea. Hata akamtoa, sio amemtoa, akamtoa mwanawe wa pekee, ikiwa na maana kwamba kuna mwana aliyetolewa kabla hata Yesu hajatokea.
Mungu aliupenda ulimwengu kabla hata Yesu hajatokea. Kwa hiyo huyo mwana pekee ni mwana aliyetolewa kabla ya Yesu. Na Mungu aliupenda ulimwengu kabla Yesu hajatokea. Okay. Kilitakiwa sasa we kuuliza, sasa huyo mwana aliyeitwa mwana pekee ambaye Mungu alimpenda kabla ya Yesu ni nani? Akamtoa, alafu sasa sisi natakiwa tumwamini huyo ni nani? Wana walikuwa wengi. Wana walikuwa wengi. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia 31:20 unaanza hata 11 pale. Ndio. Inasema Efraimu alikuwa ni mwana mpendwa wa Mungu. Ndio. Na ukisoma 20 Mungu anathibitisha hilo hilo. Alikuwa ni mwana mpendwa wa Mungu. Bimaana ni wa kipekee huyo, kwa sababu akishakuwa mpendwa wa Mungu manake ni wa kipekee. Unaona bana? Kwa hiyo andiko liposema hata akamtoa mwana pekee, bimaana ni kabla ya Yesu. Lakini umwana huo si umwana wa Mungu kuzaa, ni umwana wa kuwa kiumbe. Okay. Na alipokuja Yesu na yeye akawa ni mwana wa Mungu. Bimaana yeye ni kiumbe cha Mungu, na Qur'ani ikamuita Yesu ni kiumbe cha Mungu katika 3:35 na 45. Yesu ni mwana wa Mungu, aliumbwa kwa kupitia neno. Kwa hiyo badala ya kutamka ndani ya Qur'ani mwana wa Mungu, Qur'ani ikamuita kiumbe cha Mungu. Okay. Kwa sababu lugha ya mwana wa Mungu inawasababishia watu kukufuru na kwenda hovyo. Ndio mtume akaja na Qur'ani yenye kutengeneza lugha, maneno sawasawa ya Mungu, kwa sababu asili ya Qur'ani ni kumpa Mungu sifa yake inayofaa kwa uhakika wake. Okay. Ndio sababu lugha hii ya mwana wa Mungu inasababisha wasiokuwa Waislamu wamepoteza kabisa mwelekeo. Wengine wanamuita ni mwana wa Mungu, inatokea kwamba Yesu ni Mungu. Wengine wanamuita ni mwana wa Mungu, inatokea kuwa Yesu ni mtu wa ajabu ajabu. Ndio Mungu akakataa. Mungu akuzaa. Ndio Mungu akatumia neno kiumbe cha Mungu, kama vile Mika 2:10 ilivyosema, ni mwana wa Mungu kwa maana ya kiumbe cha Mungu. Hiyo ndio inakuwa nzuri, inampa Mungu, inamwachia Mungu sifa yake. Okay. Sawa sawa. Naam. Sawa sawa. Nilikuwa nataka tu nijue context hiyo ya unavyotafsiri sasa maneno ikiwa unasoma kote kote. Na kuja hapa wewe vile vile unafanya midahalo. Unakuja kama kitu siku kama ya jana unaambiwa kwamba Adamu wa pili ndiye Mungu wa Kristo na ndiye anayetakiwa aabudiwe. Adamu wa pili. Hilo wewe kwanza umelielewaje pale kwenye mdahalo, na watu pale walitetea kabisa, walifanya utetezi wao? Nafikiri waadhiri walitetea na walimdhihirishia ule pasta kwamba kakosea. Lakini mimi ningemuuliza hivi, Adamu wa pili. Mnadai kwamba Adamu wa kwanza ni kiumbe. Sasa mkituambia Adamu wa pili ndio Yesu, kwa maana yake Yesu ni kiumbe. Ndio maana Qur'ani ilivyosema kwamba 3:59 kwamba Yesu ni mfano wa Adam. Kwa nini? Kwa sababu Adamu ameumbwa, ni kiumbe aliyeumbwa kwa neno. Kuwa Adamu akawa. Yesu naye ni kiumbe aliyeumbwa kwa neno. Mungu akasema kuwa ndani ya tumbo, akawa. Kwa hiyo Adamu ni kiumbe, Yesu ni kiumbe. Sasa hilo ndugu zetu hawalikubali. Wao wanasema tu Adamu wa pili. Na japo wanaposema Adamu ya pili, tayari kabisa wanathibitisha Yesu ni kiumbe kama viumbe wengine. Kama Yesu atakuwa ni Mungu, vipi mtamsirnome, mtamfananisha na Adamu, hali ya kuwa Adamu ni kiumbe na huyu ni Mungu si kiumbe? Atakuwa ni tofauti na Adamu. Lakini wakishasema Adamu wa pili, maana yake kiumbe cha pili. Kwa hiyo ukisema hivyo ni kuonesha kabisa kwamba Yesu ni kiumbe kama viumbe wengine. Juu unamfananisha na Adamu. Wakasema huyo Adamu wa pili anatakiwa kuabudiwa. Hakuna andiko hilo kwamba ule Adamu wa pili aabudiwe, hakuna. Na anasema Adamu wa pili ndo amemuumba Adamu wa kwanza. Hakuna vitu kama hivyo. Hiyo ni fikra zao, kama nilivyokuambia 14:19 wa Korinto wa kwanza. Uizingatie sana andiko hilo. Kanisani kuna ubiriwa akili za watu, hakuhubiriwa akili ya Mungu. Kwa uthibitisho wote, ukitaka uniletee pasta hapa tufanye naye mnakasha. Wapi kanisani wanahubiria maneno ya Mungu? Kwenye andiko gani la Biblia? Hakuna kitu kama hicho. Kitabu kinasema kunahubiriwa maneno ya watu. Na ndio maana vitu vingi huwa wanaingiza tu ili tu watengeneze imani yao kwa kuikuza kiakili. Ukristo wote unakwenda kiakili. Si kimungu. Adamu wa pili aabudiwe. Kitu kama hicho hakuna. Yesu akiwa ni Adamu wa pili, maana yake ni kiumbe. Kwanza andiko la Yesu ni Adamu wa pili hakuna.
Lakini ukimuweka kwamba ni Adamu wa pili, utakuwa umekubali yeye ni kiumbe cha Mungu kama Adamu alivyokuwa kiumbe cha Mungu. Sasa sijui ndugu zetu wanakwenda wapi. Okay, mwalimu bwana, tumekuwa na kipindi kizuri sana. Tumejua historia yako, tumejua kuhusiana na Mungu wa Wakristo ndo Mungu huyo, Waislamu yani Waislamu na Wakristo mnamwabudu Mungu sawa. Tumejua kuhusiana na jinsi ya kuielewa Biblia na Qur'ani, kwamba wenzetu wanasema uwe na Roho Mtakatifu, lakini tunasema hapa ni uelewa kwako mwenyewe. Tumefanya kipindi kizuri sana. Labda kama una neno la kumalizia, unaweza kumalizia hapa, na mimi nitaandaa siku mapasta tutafanya mdahalo wa pamoja. Ni kweli, kwa kumalizia ni kwamba kwanza nashukuru kwa wewe kunitafuta mpaka kuja kufanya interview pamoja. Ni kwa malengo ya kutaka kuwaelimisha watu Kabisa. Na jambo hilo usiliachi. Nia yako ni njema, kwa sababu confusion imekwisha kuwa nyingi sana kwenye jamii ya watu. Inakuja kujitokeza Waislamu wanaingia sehemu yao, Wakristo wanaingia sehemu yao, na japo wote ni watoto wa Adam. Kwa hiyo unapokuwa unafanya juhudi kama hiyo, unalenga wewe kwamba watu wanatakiwa warudi wakuwe kitu kimoja kupitia maandiko. Usilolijua muende analolijua, anayechia amani. Kama vile baada ya siku kadhaa kutakuwa uchaguzi Tanzania. Ndiyo. Tunazidi kumuomba Mwenyezi Mungu azidi kuimarisha uchaguzi wa Tanzania na uendelee. Na viongozi wa nchi hii Mwenyezi Mungu awazidishie hekima na fahamu ya kuongoza wa Tanzania. Maadamu nchi hii ni nchi ya amani na salama, ilitakiwa watu wapate fursa ya kujifunza, kwa sababu ambako hakuna amani hautapata fursa ya kujifunza kitu. Lakini Tanzania ni nchi nzuri, nchi ya amani, nchi ambayo inapendezwa. Yaani hata ukiingia Tanzania unajisikia hamu ya kusema acha na mimi niishi humu. Ile hamu unaisikia kwa sababu ya namna watu wanavyokuwa wanaishi. Na ndio maana kweli Watanzania wangelijua kama wako na neema. Wasipojua kama wako na neema, itakuwa ni masikitiko makubwa sana. Hii ni neema kubwa ambayo wanayo. Ili kutaka kujua kama wako na neema, watoke waende waishi nje ya Tanzania. Mfumo wanavyoishi kule walinganishe na mfumo wanavyoishi hapa Tanzania. Ndio watajua kama kumbe Tanzania tuko na neema. Unaona bana? Tuko na neema. Hakuna sababu ya kufanya mambo ya fujo Tanzania. Hakuna sababu, kwa sababu watu wanaishi vizuri. Bana we, mtu uko unaenda Tanzania saa 8 ya usiku unatembea. Ndiyo. Hata uwe na hela zako. Ndiyo. Haunyang'anyi. Unatoka saa 10 ya usiku unatembea uko na hela zako, haupati kukunyang'anya. Jamani. Mimi Tanzania Mungu ameifanyaje? Watanzania wajua wako na neema kubwa sana. Wallahi. Wajiamini kabisa Mungu amewapa neema. Sasa wasije wakapata fikra za kuweza kuleta sababu ya ukosefu wa amani. Watajutia hii amani. Wallahi wataijutia. Maadamu wangali na hii amani, wallahi wamshukuru Mwenyezi Mungu. Na wadumishe kabisa amani. Amen. Na waunge mkono serikali yao kwa kupeleka hii amani iendelee. Hapa fursa ya watu kujifunza vitabu kwa usawa, fursa ipo. Na nakupa fursa ndugu yangu mtangazaji, swali lolote unalolitaka kuhusikana na Biblia, kuhusikana na dini yetu. Bana nakupa fursa, njoo niulize. Sawa. Ambacho siwezi na mimi nitawauliza mashekhe wangu. Sawa. Unaona bana? Na kwenye Biblia njoo niulize. Kwenye Qur'ani. Na kwenye Qur'ani njoo niulize. Sawa. Hakuna shaka kwa hilo. Kwa kuwa dini ya Kiislamu iko sahihi, safi kabisa, wala haina doa, imenyooka. Ni ndugu zetu kutokufahamu tu Uislamu. Na lugha ya maneno ya Uislamu inawakoroga mpaka wanajikuta wanaanza kutukana Uislamu. Na Qur'ani vile vile, lugha ya Biblia sisi Waislamu tunaijua. Wakristo lugha ya Biblia hawaijui, na ndio sababu inasababisha kudhania kinyume na umaana wa maneno. Lakini sisi ndio tunajua maana halisi ya lugha ya Biblia. Ndio sababu tuko Waislamu kwa kuongozwa na Uislamu. Sawa. Asante. Kama tembelea channel yetu kwa mara kwanza, tafadhali subscribe leo kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.